Moneyles Production. Hii ni Hello, mambo vipi? Karibuni sana. Nawaalika kwa mara nyingine. Hii ni Talk to Diaspora. Leo tumetoka na tunaenda kumtembelea mgeni wetu leo ambaye tunapata ridhaa ya kuzungumza naye hapa kwenye Talk to Diaspora. Kwa hiyo stay nasi, punde naelekea kwa mgeni wangu. Let us talk about your lives. Uhalisia wake tunataka kujua. Kama upoko kusoma ukweli wa ukonde tunautaka kusoma. Finally, hi jamani. Finally tumefika kwa mgeni wetu leo. Ni hapa. So, let's go. Ukweli wa ukonde tunautaka kusoma livyo viona. Diaspora, talk to diaspora. Diaspora, African diaspora. Diaspora, talk to diaspora. Yes, mda wangu wa Talk to Diaspora tumefika huku kunaitwa Nord Park. Yes, ndiko nakokaa mgeni wetu leo ambaye nimekuja kumtembelea na si mwingine bali ni Saumu Njama. Karibu. Yes, jina lake sio jina geni kwa hasa wafuatiliaji wa taarifa ya habari kimataifa, lakini pia wapenzi wa soka, na hususan nikizungumzia soka zile za kimataifa ikiwemo Bundesliga. Sauti yake huyu ndiye sauti ambayo miongoni mwa sauti za wadada zinazotetemesha viwanja vya soka za kimataifa. Ametukaribisha leo nyumbani kwake hapa nchini Ujerumani ambako ndio anaishi hapa kwa sasa. Atatueleza ametokea nchi gani kabla ya kufika Ujerumani, na ndicho hasa tunachotaka kukisikia hapa ndani ya Talk to Diaspora. So, Saumu, mambo tena. Sana, karibu. Asante sana. Kwako kuzuri mashallah. Usafi. Asante. Unasema simple but sure. Najitahidi. Asante, my humble home. Asante sana. Saumu, unajua wanakufahamu. Nimekutambulisha juu tu Saumu Njama. Labda kwa niaba ya asiyefahamu, Saumu Njama huyu ni nani? Ana majina mengine labda, na alitokea wapi? Nimetaja tu nchini Kenya, labda asiyefahamu Kenya sehemu gani na ikawaje tunakuona Ujerumani. Nafahamu ni mtangazaji za kimataifa, lakini je, safari ya kwako kuja nchini Ujerumani ilitokana na nini? Jina ni Saumu Njama, hakuna jina jingine. Saumu Njama, ama nikikuwa ukiyataja yote matatu ni Saumu Athman Njama, aka S Njama, aka S Njama, Sport Lady. Kuna muda waliwahi kuniita malkia wa Bundesliga. You see? Lakini nahisi kama hiyo kofia kidogo inakufit. Mimi kwangu naona inakufit. Asante sana. Kwa hiyo natokea Kenya. Mimi ni Mkenya, mzaliwa, mlelewa. Nimeishi na bado mimi ni Mkenya. Ujerumani nimekuja tu kutafuta riziki, unasema maisha popote Kwa hiyo nimeishi Kenya maisha yangu yote, naweza sema huu ni mwaka wa 4.5 hapa Ujerumani. Kwa hiyo kwa wale ambao wamekaa hapa muda mrefu wanasema kwamba sisi ni wageni tu, bado ndio mwanzo Ujerumani tunaanza kuijua. Mimi ni mtangazaji, ndio nimekuwa nikifanya utangazaji, ama niko katika tasnia ya utangazaji kwa kadri miaka 12 tangu 2011 tangu 2000 na Kiswahili bwana au tangu 2011 nimekuwa katika field ya journalism since 2011. So since then community radio from one stop to another, nimekuwa mtangazaji, nimekuwa reporter, nimekuwa mhariri, nimekuwa presenter wa kipindi. Na hapo katikati katika kuendelea kujitafuta wapi hasa ndio stronghold yangu, nikagundua kwamba sporti, kwa sababu nikiwa mwanafunzi sporti ilikuwa one of the things ambazo napenda sana. Kwa hiyo nikaichukua kama stronghold yangu, nikaanza kujifunza kutangaza mpira polepole.
with time una grow pole pole. So it has been quite a journey. Yeah, experiences different, meeting different people, unakutana na mazingira, watu tofauti, unajifunza along the way, you make mistakes, you learn out of them. But yeah, Ujerumani kuja nilikuja kama mwanafunzi katika idhaa ya Kiswahili hapa Ujerumani, nikawa na mafunzo miezi 6 ambao ni mwaka 2019. Wow. 2019 mwisho. Sasa wakati sisi tunatoka nimemaliza miezi yangu 6 kwa sababu tulikuwa tunasafiri 31st of January, yani 1st of Feb na land Mombasa airport na ndio lockdown ikaanza I think a week after hapa Ujerumani. Kwa nikiwa hapa wakati nataka kutoka, visa 2-3 vilikuwa vimeanza kuripotiwa karibu na Ujerumani. Wakati huo ulikuwa inatajwa Poland hivyo karibu. Kwa hiyo wakawa na wasiwasi, ni watu 2, watu 3. Lakini baada ya kutoka tu hivi visa vikaanza kuongezeka mataifa ya then uzuri nilikuwa nishakwenda, kwa hiyo Afrika haikuwa sheria kali kama ilivyokuwa hapo Ujerumani. Kwa hiyo nilikaa miezi 6 kuanzia around June or July hadi January. Wakati huo ulikuwa ndio baridi kali. Alafu natoka Mombasa mimi, sasa Mombasa kwa tu joto. Unajiuliza huku ni wapi? Lakini ndio hivyo, so far things zika fall into place. Mafunzo yalikuwa vizuri, miezi 6 nikajifunza, nikarudi nyumbani, nikaendelea na kazi yangu kwa muda, alafu baadaye wakaniita tena, sasa ndio kurudi, ndio wakanipatia mkataba wa ajira. Basi nashukuru tangu wakati huo makao yangu mapya ni hapa Ujerumani. Kwa wewe safari ya kutoka Kenya kuja Ujerumani ilikuwa ni wanafunzi kwanza wa idhaa ya Kiswahili kujifunza ufanyaji kazi, baadaye kwa bahatika kupata kazi ikakurudisha. Haukuwahi kuingia Ulaya kabla? Kabla ya hapo mimi Ulaya nakwambia haikuwa kwenye ratiba yangu Celine. Nakwambia yani kwa sababu vijana na Ulaya, vijana na Amerika. Sasa mimi ndio nahisi kama muda mwingine watu wakisema niko tofauti, wakati kama huu ndio nahisi kwamba kwa kweli basi mimi niko tofauti. Kwa sababu maisha yangu na I dream pole pole. My dreams naangalia how realistic they are. From one place to another ni hatua kubwa sana. And mimi kufika kutoka pale nilipo Mombasa huko kwetu ndani pengine, kwa sababu Mombasa kubwa, sisi mjini kabisa, pengine Mombasa town. Naishi huko Mshongoroni, Vikwatani, yani ni kule Mbagala huko unaweza kusema Kwa hiyo unajiangalia kwanza, unasema nikianza kuota Ulaya. Na kumbe hata hapa Nairobi sijakwenda pengine kwa mfano. Ilikuwa ngumu. Kwa hiyo mimi nilijifunza kitu kimoja kwamba nazipanga ndoto zangu kwa steps. Lakini tuna ndugu, mimi hata wajomba nini ambao kwa Ulaya wanakutia hamasa, marafiki. Yaani nikikwambia nakotoka mimi Selina, Mungu ni mkubwa sana. Wewe ndio Mungu kafungua. Mungu ni mkubwa sana Selina, Mungu ni mkubwa sana, endelee kuinuliwa kila siku. Nikitafakari nikiangalia maisha yangu, safari ya maisha yangu hasa Selina hadi kufikia sasa. Sioni kama kuna mtu au kitu kingekuwa na uwezo wa kubadilisha maisha yangu kama Mungu. Yeah, of course. I never imagined completely, not a day. There was no way. Nitaangalia TV, yes. Nitakutana na watu ambao wanajua, wamewahi kusafiri, na interact na watu ambao wana exposure, but na tabia moja, naridhika na kile kidogo nilicho nacho. As long as najua sijui nitakipata vipi kile, na pengine hata nikiwa najaribu kuangalia uwezo wangu wa kukipata kile ni mdogo sana, lakini kule si ati sitatamani kwenda, nitakwenda. Lakini kabla nifike pale lazima nipite hapa before nifikie kule. Kwa hiyo kwa familia ambayo nimetoka, I think naweza sema Europe, I was the first. Wow. I was the first person kuja Ulaya. Then nimeleta mtoto wangu sasa hivi. Binti yangu tupo naye hapa mwaka wa 2 sasa.
Mama yangu mwaka uliopita alikuja kunitembelea pia. Alikuja likizo ya miezi 3. Alikuja akatembea hapa, kwa hiyo I think so far Mungu ni mwema. Alhamdulillah. Yeah, and everything yani wanasema kila kitu kina mwanzo. Mimi kwa kweli. Yeah, kwa kweli, kwa kweli. Kwa sababu kila kitu kina mwanzo, na kama wewe ndio umefungua, yani kuna lazima anayeanza ili wengine wafuate. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa umefungua kwenye familia yako, akaja wengine kwa na dada yangu Saumu, kwa sababu wale wanaosema nina ndugu yangu si labda ndugu zao ndo walianza. Sasa wewe ndio yule ndugu ambaye ameanza. Kweli, kwa sababu ninapokuwa ama nilipokuwa nakuwa safari ambazo watu walikuwa wanakwenda ni Mashariki ya Kati ama Saudia kwenda kufanya kazi za nyumbani na wengi. Sasa mimi nilikuwa nasema pesa nyumbani Kenya zipo, si lazima nikasugue kuta za wenyewe nikienda huko. Ni hata nitiwe kwenye friji nitakuwa nimeenda kufanya nini. Kwa nafikiri hii nilikuwa na hiyo notion like I didn't believe kwamba kwenda Saudia ndio nitatoboa. I didn't believe on that. Nilikuwa naamini tu pale pale Kenya nikijipanga vizuri ningeweza kutoboa. But when the opportunity for Europe came calling, na mahali ambapo palikuwa pananiita ni pahali pazuri, na nikauangalia mkataba unafanana vizuri, hakuna visa vya watu kukatazwa kwenda nyumbani ama nini, na pia ilikuwa ni mafunzo. So for me it was a great opportunity. Na kama nilivyosema katika kukua kwangu, mimi ni mtoto mtukutu kidogo naweza kusema. Katika utundu niliokuwa nao wakati growing up, kuna vitu vingi ambavyo kwetu kwa kawaida si vitu vya kawaida watu wanafanya. Kucheza mpira, nimecheza mpira. Kwa hiyo football au mpira gani? Nimecheza kandanda. Kwa hiyo ukianza kwenda mazoezi ya mpira wakati huo, bibi yangu alikuwa anateta sana. Michezo ya kiume. Michezo ya kiume ndio huko anacheza. Na tandiko alikuwa kila baada ya siku 2. Yani kwamba wewe kwa nini Saumu wewe usikiwezi kuwa kama watoto wengine. Lakini at the end of the day ndio kitu nilikuwa nachagua. Najiingiza kwenye michezo mengine. Watu wanakwenda sijui safari labda kama music festival, watu wanakwenda safari Nairobi. Unaingia ikifika wakati sasa mwafaa kwenda nationals ambayo ni Nairobi, bibi anasema sasa Nairobi huko mkenda mkiibiwa, mkipotea itakuwaje? Like ilikuwa ni big deal kusema unaenda Nairobi. So I got exposed wakati nikiwa shule. So I tried to interact and try new things as much as possible. Kwa hiyo by the time Ulaya ama Ujerumani ilipokuja on the table, it didn't look like a surprise. Watu walikuwa wanajuazi nani eti Saumu? Mambo yake wewe. Yani mambo yake wewe. So ni ile at some point kitambo nilipokuwa nakuwa ukifanya vitu kama hivi kwamba you're trying to get exposed a lot. Mzazi ana wasiwasi, anaona wewe ni mtukutu sana na nini. Mtukutu yani ilikuwa kwa sifanani na hadhi ya kikwetu vile nilivyolelewa ama mazingira ambavyo watoto wenzangu wa umri wangu walikuwa wanakuwa. Kwa hiyo more or less saa zingine nilikuwa nasema pengine nilikuwa outcast kidogo, like I was too outspoken, lakini nahisi kama ilinisaidia sana katika kufungua bongo, kuwaza mambo mengi, kukutana na watu. Lakini ndio kama nilivyosema, Europe was not part of the plan. Was never part of the plan. What was your plan country? My plan was, as a journalist, nimeshaanza kazi community radio, from one community radio to another, to pengine sasa level ya provincial, and then to the level sasa nimeanza kwa TV. Although nikiwa shule ya kusomea journalism, tulikuwa na makundi mawili. Kulikuwa na watu shuleni wakisema kwamba kuna watu wa sura za TV na watu wa sura za radio. Sasa mimi Selina nilikuwa watu wa sura ya radio. Jamani, hakuna. Kwa kweli. I'm telling you, nikisoma shule, and that's why nakwambia mimi wanajua lane yangu. I keep myself in my own lane. I was very content kwa kuwa sura ya radio. Hata wewe sura ya TV bwana, nani alikukatisha tamaa? I'm telling you, hizi vitu tumekutana navyo vingi sana while growing up na kufanya kazi media since 2011. Au kwa sababu ya football. Ulikuwa unataka kalajie kati umeume. Nini hivi nakaa. Very simple. Paki makeup sijui kupaka sasa. Sasa hivi uanze kupaka uoneshe. Sijui kupaka makeup na mpaka sasa sijui kupaka makeup. Mpaka sasa ile siku nawaambia nikijua kupaka makeup mimi. Mtafuta mahali pa kuingia. Selina sijui kupaka makeup.
Hiyo ni kitu kimoja, lakini hata sijisumbui like No, you're beautiful. With or without I'm confident. What? Yeah, so watu wa Sura za TV wakawa wameshajitenga. Jiweka kama watu wa TV more or less, yeah. So watu wa radio, sisi tukashajua territory yetu ni watu wa radio. Kwa hiyo kuanzia hapo I started dreaming hiyo polepole. Na ndio maana nakwambia napanga polepole hatua kwa hatua. Kwa hiyo kwanza nikawa najiona TV ni siwezi kufanya kazi. It's not possible kwa sababu sura yangu sio ya TV. Yeah. But with time ndio kukaja TV mpya ilikuwa inafunguliwa, wakafanya recruitment, wakaita interviews and all that. And then nikienda wao ndo wanasema hapana, wanasema ni screen, uso wako unakubaliana na TV au na screen, ni screen friendly or something. There's a word that they use, photogenic. Yeah, most of the times wakasema hey, you're very photogenic. I'm like, ni mnadanganya, ni vile mtafuta tu wafanyikazi wapya and all that. Lakini anyway, kama imewaridhisha it's fine. Twende kazi. Yeah, so hapo ndio nikapiga ama nikaanza kukubali hapa hivi kumbe naweza kufanya kwenye TV. Sasa kuanzia community radio ile ya chini kabisa, pengine unaenda kufanya kama volunteer tu, ile ambayo sasa next unalipwa pengine mara moja baada ya miezi mitatu, then kuna ile sasa unalipwa sasa kila mwezi, lakini mshahara ni huo wa pata potea, yani ukilipa nyumba, ukinunua chakula zimekuisha. Yeah, then polepole kwingine ndio hiyo paka sasa ukifanya TV. So nilikuwa najiona kwamba maisha yangu nayapanda step by step. Hukuwa na hiyo picture kuwa mimi nawaza international media kwanza kwa sababu umetoka kwenye media za chini kabisa au community radios, ulikuwa unataka walau nifikie national radios. Okay. Yeah. Na nafikiri pia kwa nini nilikuwa naogopa kuenda hiyo haraka ni challenge ambayo media wasichana wengi tunapitia. Sio wengi wao wanapenda kuzungumzia labda, lakini there is a lot of exploitation kwa wanawake in the field of media. Yeah, ukitaka shortcut basi wewe wamjua mtu ambaye wamjua mtu, ama wewe utatembea na mdosi, kitu kama hiyo ndio unapata kupanda daraja haraka. Sasa nafikiri mimi kwangu ilikuwa vigumu kuweza kutumia shortcut. Mwalimu wangu tena wa shule ya msingi alikuwa anasema shortcut is the wrong cut. Kwa hiyo kuna vitu vingine maneno alikuwa ni madogo lakini sasa huko ulikopata TV nini huko ilikuwa TV mpya na ni ndogo, kwa hiyo haikuwa kituo kikubwa hasa. Na ndio maana nikasema yani ni hatua kwa hatua. Ilikuwa ni TV station ndogo tu. It was newly structured, like ndio mwanzo wanajaribu kutafuta namna gani ya kupanga vipindi gani wafanye. Watangazaji wengi kwanza walichukua upcoming, hawakutafuta watu ambao wana experience. Hakukuwa na rushwa za hapa na pale. Hapo hata ni hiyo sasa mwanza kuangalia ni wenyewe kwa wenyewe, nani hapa leo kipindi chake kiko top. Top ndio sasa that was that. Exactly. But apart from that, so kwa hiyo kufikiria Ulaya nilikuwa bado sioni, lakini nikaa naona kwamba nikitoka hapa sishaingia hapa kwenye TV ambapo nilikuwa sina sura ya TV. Kwa hiyo kutoka hapa next ni kitaifa. Pale nilipokuwa nimefikia sasa KBC, KTN, NTV hapo. Hizo ndio nilikuwa yani nilikuwa najiona somewhere there. Kwanza KTN kuna muda walianza kipindi fulani cha michezo. Niko very interested, like nilikuwa najiona kwamba hicho kipindi ningekifanya vizuri sana. Na mara kadhaa simu watu walikuwa wanasema uko tafuta mtangazaji mpya, unatuma applications lakini zina bounce. Reason ujue. Kwa hiyo at some point you give up, unasema sina godfather, sitaki shortcut, tatoboa pale. Lakini anyway, the right time ikikuja nitafika, ama wakati wangu ukija utakuwa umekuja. Sasa ulipateje kimataifa? Yani how could you manage kutoka huko mpaka kufika Deutsche Welle? Deutsche Welle nilitafuta. Godfather ama godmother akakupenyesha? Hapana, Deutsche Welle ilinitafuta na siringi, alhamdulillah. Katika kuinteract nimekwambia I'm very loud na interact na watu a lot. So kuna watu ambao nilifanya nao kazi community radios and all that. So wanajua napenda mpira. Nilikuwa natangaza michezo ya kampeni wakati wa siasa.
wakati hao watu ambao walikuwa nafanya nao wakati huo nikiwa community radios ama mashinani zaidi, walikuwa wanajua napenda mpira, wamewahi nisikia nikitangaza mpira, wanajua uwezo wao. Yeah, sasa ilifikia wakati Deutsche Welle inatafuta mtangazaji wa soka wa kike. Wakajaribu kuuliza kama wajua mtu, watu wakawa wanaulizwa nani ambaye if you know somebody. So hizi salamu wa kwanza kanipigia simu, alikuwa wakati huo yeye ni mwanafunzi, Faiz Musa. Mungu akuweke ndugu yangu. Mimi kwa niaba yake nimepokea. Alikuwa ni mwanafunzi Deutsche Welle wakati huo. Akanipigia, salamu vipi, uko poa? Naambia niko poa. Bado natangaza mpira. Naambia siku hizi na kipindi cha muziki sitangazi mpira, it's been a long time. Akaniambia okay, huko Deutsche Welle mimi namaliza mafunzo yangu, lakini nasikia wanatafuta msichana ambaye atangaza mpira. Mimi naulizwa, nikasijui, nikauliza kina wale ambao wanafanya sport kule kwetu wakiwa Kenya, wakakutaja kwamba wanafikiri wewe wanajua ama wameshaifanya kazi na wewe kuwafanya michezo. Kwa hiyo mpeane jina lako. Of course. Lakini ni ile hizo simu hizo zishakuwa nyingi. So wapeana tu ile kuchukulia siri. I didn't. Alafu Deutsche Welle. Mimi na Deutsche Welle shwali mimi. Sikuwa najiona completely, I never saw myself. Sijui nilikuwa najiunderestimate ama naogopa. Changamoto yangu kubwa, naogopa ku dream too big that I can't achieve. Sipendi kujiwekea expectations ambazo pengine I don't see them vile nitakapofika pale. Natosha niwe na formula that I'm seeing hapa nikiongeza na hapa. Pengine sitafikia pale kabisa, lakini nitafikia somewhere. Kutoka hapa kwenda pale. I have always been very real with myself. So huyo akawa ni wa kwanza. Wa pili mwingine pia alikuwa nafanya naye one of the community radio Sheki FM wakati huo, alinipigia akaniambia hapa kwetu kwa tafutwa msichana afanye Bundesliga, timu yetu ya Bundesliga ndogo, vipi nipeane jina lako? Kaambia nimeweza kitambo kutangaza mpira, lakini sawa, kapeana nafikiri. So I think management wakati huo walikuwa wanapokea a lot of CVs and names ambazo ta receive, and then either they reach out utume CV and then they check it, then we decide. I think sijui walitumia criteria gani, but after a while I even forgot kama niliulizwa story kama hii. Nimeenda harusini, mdogo wangu anaolewa, tumepiga sherehe, tumecheza tarabu kucha the whole night. Sauti nimekauka pasina. Nimelala around saa 3 hivi asubuhi, sababu nimetoka kukesha. Simu yangu inaita number +49. Mimi nashika kwa sababu najua ni hao ambao wamewahi niongelesha na ni watu ambao nawajua. Mambo kopoa, naongea like it's somebody I know. Vipi uko fiti? Ananiambia niko sawa kabisa. Vipi wewe? Ananiambia niko vizuri. Niambie. Anaanza kujitambulisha huyo mtu. Okay, mimi kwa majina yangu naitwa mtu fulani. Ni mkuu wa idhaa. Naibu mkuu wa idhaa. Niliketi. Nilikuwa nimelala nikaketi. Naitwa mtu fulani, mimi naibu mkuu wa idhaa ya Kiswahili. Naambiwa kwamba unapenda mpira. Okay, sababu nani hasa? So interview haraka na ndo natoka kulala. Kaambia natoka harusini, sauti yangu kidogo na changamoto kwa sababu tulikuwa tuna sherehe. Kwa hiyo nilipomwambia tulikuwa tuna sherehe kwa wakati huo, akaniambia sawa, lakini bado watangaza mpira, nasikia wapenda mpira. Okay, sasa hivi una demo yoyote ututumie ili tusikilize uwezo wako wa kutangaza mpira uko vipi? Nikamwambia sina. Ananiambia sasa fanya hivi, si una simu, rekodi kwa simu walau dakika 1 ya demo kutangaza mpira. Unitumie email ni hii, alafu nitakwambia. Usingizi ulikata. Nikaamka, nikaanza kuchemsha tangawizi, maji, limau. Nakwambia ningekuwa na ulcers wakati huo, vidonda vya tumbo sauti ingelipuka, kwa sababu nilikuwa natafuta kila namna sauti yangu irudi. Kwa sababu shapo deadline sana tuma demo. Kwa hiyo nikapambana, sauti kidogo ikawa nafueni, nikarekodi. Niliporekodi nikajaribu kuiedit ibaki hiyo dakika 1. Bado
nikaona siridhiki. Kuna marafiki zangu ambao nazungumza nao wanafanya kimataifa, idhaa nyingine za kimataifa. Nikamtumia mmoja hapo, nikamuuliza hebu sikiliza hii demo niambie inafaa for international media. Akaniambia ngoja akaisikiliza, akaniambia hata usiweke kote, eka hapa mpaka hapa, inatosha, kwingine kote futa. Ambao more or less ilikuwa karibia mahali ambapo kuna goal shout. Akaniambia eka hapa. Nikamtumia mwingine sasa pale niliponiambia saumu inkali tuma. Nikatuma hiyo, baada ya saa kadhaa akanipigia tena. Akaniambia nimesikiliza, uwezo nao, lakini bado kuna vitu ambavyo utosha ujifunze. Lugha yako kidogo si fasaha. Kuna maneno ambayo kidogo kwa Kiswahili hatutumii hayo kama idhaa. Kwa hiyo kuna vitu kidogo unapaswa kurekebisha. Lakini kwa sasa tutumie CV. Masomo yako ni nini, alafu watachi demo, tumpatie mdosi and then tuangalie vile itakuwa. Omba Mungu, alichoniambia naibu mkuu wa idhaa. Omba Mungu. Ni sawa basi, kwa kweli Mungu nilimshikilia wakati huo. Mungu napo kila kitu. Sija kuomba jambo kubwa sana. Nafikiri una sababu kwa nini swala hili limekuja sahihi kwa wakati huu. Sikuwahi fikiria, sikuwahi waza, lakini naamini kwamba kwa yale yote niliyopitia katika hii career until now, because safari yangu ya media haikuwa rahisi. Sio tu media, hadi kusoma and all that, it was really a lot kwa mtoto wa kike. Yeah. So nikatuma CV, nikakaa, baada mwezi hivi nikapigiwa. Niliandika email, hata sikupigiwa. Sasa mdosi mwenyewe wakati huo, Madam Andrea, huyu mama Mwenyezi Mungu azidi kumbariki. Amen. Wengi wetu nahisi kama amegusa maisha, ametubadilishia maisha sana. Sana amekuwa na very big impact in our lives. Huwa tunajaribu kumueleza as much as possible how important tulihisi amefanya mabadiliko katika maisha yetu, and I think anahisi kwamba we deserve it and all that, but watu walikuwa wanatuona potential tuko nazo, but they didn't take it as much as she did. Kwa hiyo huwa namwombea Mwenyezi Mungu amlipe fadhila zake huyo mama. But yeah, so akaniandikia email kwamba atakuja Mombasa, anakuja kwa shughuli zake za kikazi, lakini atakapokuja angetaka kukutana na mimi. Tukakutana, wakati huo nishaanza kuongea ich bin ya nilikuwa nishaanza kusema kwa tukakutana, and the rest is history. Nikajifunza and that's that, and then Germany came 6 months, wonderful, learned a lot, got the opportunity. Bundesliga was the best decision. Like, it was fun. Nikikaa hapo kwenye mic, like everything stops. My world is just Bundesliga. Like, kaa kuna mahali I feel myself ni wakati natangaza mpira. Na ndo ukweli jamani, yani Saumu na mpira mnaojua mnajua. Yani ubora wake, sauti yake, msichana anajua yake, akitangaza goli ndo unamwona mpaka anatetemeka. Yani unaona kabisa mtu ana feel kile kitu anachokifanya anakipenda. Na ndo uzuri wanasema penda unachokifanya na chenye kitakupa matunda ya upendo ulioonyesha. Kwa hiyo hongera kwa kazi nzuri unayofanya. Asante sana. Na tumefurahi kusikia kidogo safari yako. Unajua wewe ni mama, of course nataka kusikia safari ya malezi ya mtoto hapa Ulaya, lakini pia utatupa zile experience binafsi Ulaya umeionaje, challenges ulizokutana nazo na kadhalika, si ndio? Ili kabla tujaenda huko, sasa watu hapa wanauliza, nimedokeza tu mama, umegusia na mwenyewe kidogo. Sasa watu wanauliza, je, shemeji yuko wapi? Tukaribisha leo kwenye set. Hello. Jamani. Selina, ngoja kwanza nisipokee simu alafu. Swali la wadau, kabla hujapokea. Shemeji yupo ama jimbo liko wazi? Ndio nasema ngoja nipokee hii simu Selina, alafu tuende kule jikoni. Kule jikoni kabisa niangalie chakula sije kikaungua, alafu nitakujibu baadaye. Basi kabla hujaenda. Yes, no au no comment. Nakwambia tulia hapo. Usibonyeze kidude tunasema. Nakwambia ngoja Selina, ngoja. Halo, network hakuna. Halo. Ili swali jamani sidhani kama litajibu. Ukiona mtu anakwepa, lakini basi tunamwachia mwenyewe. Tutamfuata huko jikoni tusikie mengine. Usiondoke, hii ni Talk to Diaspora. Diaspora, talk to diaspora. Diaspora, African diaspora.
Tumekuja sasa mpaka jikoni. Haya jamani, leo nimekuja hapa kwa Saumu na nishamvamia jikoni kama kawaida. Yes, umesikia kidogo story yake, ilikuwaje akawaje Ulaya, anafanya nini. Lakini nimeamua nimvamie huku jikoni upande wa pili akiwa kwenye upande wake wa chef. Na usifahamu huyu bwana naambiwa ni mtaalamu wa chapati za kusukuma. Msikilize huyu. Sasa kama tutakula chapati tutajua. Hapana, leo tunakula wali. Tanzania imesema ubwabwa Kwa leo tuna wali na mchuzi wa nazi wa samaki. Alafu nimechemsha pweza. Sijui wala pweza. Pweza Pweza jamani mgeni si cha mgeni ama cha utaratibu, lakini kwanza sio anasema chakula cha wanaume. Imeandikwa wapi? Mbona sijaiona sehemu hiyo? Silisemwalo lipo. Basi mimi alijanifikia. Nala samaki, nala pweza, nala nyama, nala kuku. Kwa hiyo ni kitoweo tu kama kitoweo kingine, mengine yenyewe ndio unayajua. Sawa bwana. Pisho pweza unaendelea, lakini pia tunapiga stories zetu 2-3 hapa. Yes, Saumu na umenigusia kidogo kwa wewe ni mama, lakini nataka unipe experience ya malezi. Kwanza kwa nini uko jikoni? Dada kazi iko wapi? Subutu. Ulai dada kazi namtoa wapi? Inakuwa ni full time. Umama hakuna muda wa dada wa kazi wala vipi. Experience sio rahisi. Mwanangu tangu aje hapo Ujerumani ni mwaka wa 2, mimi nimekaa Ujerumani miaka 4.5 naelekea 5 sasa hivi. Kwa hiyo mwanangu ndio mwanzo naweza sema ni mgeni hapa Ujerumani. Kwa hiyo unaenda kazini, kutoka kazini unarudi, unaacha majukumu ya mfanyakazi unaingia sasa majukumu ya mama. Kwa hiyo ukifika hapa unavua gauni la kazini, unaweka gauni la nyumbani la mama 100%. Hapa akiwa anataka kusaidiwa kazi za shule inabidi unamsaidia. Akiwa umekuja nyumbani kwa sababu binti ndio mwanzo anafikisha miaka 10, kuna vyakula vipesi ambavyo tayari nimeanza kufundisha kupika. Lakini vingine kwa sasa nitakapokuja nyumbani lazima niwe nitapika. Kwa hiyo nitakapofika nyumbani nianze kuandaa chakula, nihakikishe amekula na majukumu yake kabla kumwandaa aende kulala. Kwa hiyo mambo ni mengi, sio hakuna dada wa kazi. Unamaliza kazi za ofisini unaanza tena kazi za nyumbani kama mama. Lakini wanasema bondi ya mama na mtoto ama mzazi na mtoto inakuwa kubwa zaidi. Kwako umeiona hiyo? Bila shaka ni kubwa sana. Mtoto wangu ni wa kike, kwa hiyo alafu pia sijakaa naye muda mrefu sana. Ameishi sana na bibi yake akiwa Kenya. Kwa hiyo muda ambao tumeweza kukaa pamoja 100% mimi na yeye naweza sema ni tangu aje Ujerumani. Kama hayupo shule tupo nyumbani, kama tupo nyumbani pengine tumetoka kidogo, lakini tumekuwa kama mapacha yani. Yaani hivi tunakwenda pamoja. Na sasa amekuwa dada wa kikweli kweli kwa sababu kidogo kimo chake na changu anakupita. Nimemuona miaka 2 tu, miaka 2 anatupita mimi na wewe sote wawili. Mimi naona nishapitwa maana short chances. Kwa hiyo hata unachokivaa sasa hivi anakuuliza mama hiyo ikutoshi, inanitosha nipe mimi. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida. Unafunga nywele namna fulani ama unatengeneza kitu akamwambia mama pia mimi nataka kama hiyo. Ama mama tununue za kufanana sana. Tuvae sare. Kwa hiyo bond inakuwa and it feels very magical. It's a very beautiful feeling. Yaani nahisi sasa hivi ni kama ule wakati nikiwa namnyonyesha. Kwa sababu ni ile bond ya wakati unamtazama mtoto wako akikua, wakati unamnyonyesha, it feels the same sasa hivi kwamba I am strong said about msichana. So I see myself wakati nilipokuwa nakuwa, lakini a better version of myself. Like nahisi kwamba najitahidi kuweka mazingira ambayo ni rafiki kwa mtoto, ambayo pengine nilipokuwa nikikua ningetamani labda yangekuwa mazingira kama haya. Mahali unasoma mahali pazuri, unalala mahali pazuri, huna wasiwasi ya kesho itakuwa vipi. Kwa hiyo nahisi kama ni experience nzuri sana. Namshukuru Mungu kufikia sasa kwa kweli. Hongera. Najitahidi kwa malezi. Nashukuru Mungu. Sorry joke, lakini hongera sana. Asante sababu unakutana pia na watu wengine wanakuambia kulea mtoto Ulaya sio jambo jepesi. Kila mtu anakupa experience yake. Wewe umeongelea kwa upande wa ukaribu na mtoto, ni kitu unachokifurahia. Lakini I'm sure kuna vitu unavi-observe unaona kama challenge kwa upande wako. Nini kinakupa gagasuko kwenye kumlea mtoto Ulaya, ukizingatia tayari kabinti kamekuwa kubwa na ametoka Afrika, ameingia kwenye utamaduni mwingine, dunia mazingira mengine, wenyewe wanaita dunia ya kwanza, ametoka huko third world countries. Unaona kipi? Kuna tofauti kubwa sana
kubwa, tena kubwa sana, kwa sababu nyumbani mazingira ambayo unalelewa nayo, unalelewa kwa dini, umelelewa kwa ufamilia, kwamba leo huko kwa bibi, unakwenda kwa shangazi, kesho kutwa kwa mjomba, unatembelea ndugu jamaa na marafiki. Lakini hapa tangu afike ni mimi na yeye na mimi. Kwa hiyo moja ya changamoto ni kwamba ikiwa pengine kuna siku mtoto anaamka pengine mwenyewe hajisikii vizuri tu, labda leo msichana au ushaanza ameamka na hasira zake tu anakusuuza kila mmoja, ama labda mimi hiyo siku ndio nimechoka na stress na mambo mengi ambayo yananisumbua, nahitaji muda wangu peke yangu. Kwa hiyo hauna option hiyo ya kusema kwamba I just need my time. Unalazimika kuhakikisha kwamba unatengeneza mazingira ambayo hata kama una changamoto yako binafsi, mtoto ima umuelezee kwamba mama sasa hivi kidogo I'm not so good, please ni I will talk to you, please give me a bit of time. Sasa hapo utajipata either atalazimika kutumia sasa computer, laptop, tablet ama TV muda mwingi ili upate space yako. Kwa sababu if hata tumia hivyo, then it means lazima mkae nginja. Sasa kama tunakaa nginja na mimi hapo na stress zangu nimetibuliwa na mambo yangu mengine, ndio mtoto akikosea kidogo tu naweza tamani kwa hapo mgeuze. Kwa hiyo na hapa hairuhusiwi. Soboto nijipate polisi ama wamchukue mtoto wangu. Kwa hiyo ni jambo ambalo naepuka sana na najitahidi. Nyingine ni hii tamaduni dini na elimu ya dini hapa tupeke changamoto. Tupeke lazima tule. Anatokota uweza wangu. Hata usitio wasiwasi, tutakula hapo. Wengine huku baba unaendelea kuiva. Hatufiniki kwa mkaa. Mambo ya kidijitali kwa kweli. Kwa hiyo katika kumlea huku dini inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo unalazimika kama mzazi kuanza kumfunza kile unachokijua wewe. Lakini sasa yeye akienda kwa rafiki zake ama akiwa shule na rafiki zake, anaanza kuambia lakini mama huyu mbona hafanyi? Kwa nini mimi nifanye? Kama kuna wakati kipindi cha Ramadhani hakikisha kwamba anafunga. Uzuri mwenyewe anapenda kufunga na kusali. Kwa hiyo unajaribu kumkumbusha mama hapa na hivi na hivi. Kumbe lakini mbona wale wengine wanafahamu? Mbona wao wengine wafungi kila siku, kwa nini hapa afungi kila siku? Kwa anaanza kujilinganisha na watu wengine. Mama kule watu wanavaa kwa namna hii, mbona mimi sivai? Kwa hiyo lazima umuelezee kwa taratibu aelewe wewe pale tulipotoka, tamaduni zetu na nini. Alafu wewe jijenge kama wewe tu, hautaji kumuiga mtu mwingine. Kwa hiyo si jambo jepesi kwa mtoto kuelewa. Anaona kama mama wanikazia. Mama una vibe. Lakini nashukuru kufikia sasa binti yangu amekuwa mwelewa sana. Tunajitahidi. Kuna muda anapata pressure kabisa. Naweza kuwa namzungumzisha jambo lakini kwa ile pressure naona mambo mengi na mzazi wa peke yangu hapo Ujerumani. Inafika muda unamuelezea kitu machozi yanakutoka. Kwa hiyo unamwona anarudi chini anakwambia mama pole, sikumaanisha hivyo, hii ndio nilikuwa najaribu kufanya. Kwa hiyo nahisi kama pia yeye ananisaidia sana katika jinsi ninapomlea hapa. Muda mwingine nakuwa nimechoka sana. I'm very frustrated, tired with a lot of things, but anakuja and then she notices na anakuambia mama are you okay? Vitu vidogo vidogo. Mtoto anapewa siku hizi pesa pengine za kutumia kwa wiki, tashangen wenyewe wanaita huko. Anakwenda zake shule, akirudi jioni labda amekuletea mshumaa kama zawadi. Kwa mama jamani wewe siku kama siku za Mother's Day anakuletea mama nimekutengenezea kitu fulani, mama asubuhi anakupikia breakfast, mama nimekupikia. So these are some of the things ambazo uyafanya uzazi haui ngumu sana hapa Ulaya, na nahisi kama the bonding is really mpaka marafiki hawamalizi. Yaani watoto wanakuwa haraka. Watoto wana adapt very fast. Hawajui kwamba huyu sijui ana nini, huyu ana nini. Hatuna vitu, hawana vitu ambavyo wanapima kabla ya kuwa na uhusiano na mtu. Kwa hiyo kufikia sasa ana marafiki wa kutosha sana. Ana marafiki shuleni, ana marafiki nje ya shule, ana marafiki ambao pengine ni watoto wa wafanyikazi pale kazini. Kwa hiyo naweza kusema sasa hivi mtoto wangu ameshaingiana na mazingira ya Ujerumani. Na Kijerumani chake kinatiririka sasa hivi. Sasa mama naye bila shaka unazungumza Kijerumani. Cha kuombea maji ya kunywa na kuuliza njia naenda wapi na kuuliza supermarket nalipa na kadi au na cash. Ndio kilichobakia hapo. Muda mwingine ananisikia nazungumza Kijerumani ananiambia mama sio hivyo. Ananirekebisha. Nice. Na ukiangalia mimi nimekaa hapa miaka 4 na nusu yeye amekuja bibi. Nazungumza Kijerumani kwamba mama hapana. Tunakwenda labda mahali na lazimishwa kuzungumza Kijerumani. Nikiwa nazungumza mama no
hai mama, anaanza kunizungumzia na kwa yeye ndio ukalimani. Nataka kutia aibu. Kwa hiyo mimi kuacha upike andaa uje tuendelee na maongezi tukiwa tunakula jamani. Kama chakula kipo tayari sini. Sawa. Jamani, mgeni wangu ndio huyu. Mengi tunaendelea kupiga story. Sasa mimi acha nimwache kidogo andae. Sio nasema mguu wa kutoka. Mtume kaombea. Basi acha tusubiri chakula mezani alafu stories ziendelee. My people from Africa, kutoka pande zinginezo za dunia. Kwa hiyo wageni hapa tunajipakulia. Je, nipakue kidogo sasa mgeni anakula. Ulaya. Ukija kwa mtu jamani inabidi utoe taarifa, lakini huu ni ugeni wa ghafla na tunakula. Kula. Asante sana. Karibu. Sasa tuko mezani. Najua ushaniambia mengi kuhusiana na experience yako kama mama, nimesikia na mshua. Sasa nikikwambia labda uzungumze na mtu ambaye anatamani naye kuwa mama Ulaya. Apate mtoto wake amlee huku, ni rahisi ama ni ngumu? Ajaribu ama si thubutu? Sio hatua yangu mimi kuamua kwamba kumchagulia mtu awe na mtoto ama siwe. Yeah. Mimi nikishasema bismillah nimemaliza. Kiislamu zaidi. Sasa unajua tena Kristo Sawa. Siwezi kumchagulia mtu ama nimshauri kwa sababu experience yangu sio experience ya mwingine. Kila mmoja ana experience yake ya maisha. Siwezi kulinganisha namna yangu ninavyolea mimi na jinsi mtu mwingine anavyolea mtoto wake. Kwa hiyo nadhani ni uamuzi wa kibinafsi, mtu anaweza kufanya mwenyewe maamuzi yake mwenyewe akaangalia kwamba katika mazingira alionayo, katika kiwango chake cha kipato labda pengine mwenza wake ambaye anaamua kuwa na mtoto naye. Pia hili ni jambo ambalo unafaa kuconsider wakati unafikiria. Kwa hiyo I think there's too many factors that somebody should consider kabla amue kufanya, kwa sababu nadhani si vidole vitano hivi havilingani. Sisi wote binadamu, sisi wote wanawake, lakini kila mtu ana experience yake. Okay. Yeah. Na experience yako binafsi ya maisha Ujerumani unayonaje? Ni tofauti na nyumbani. Tofauti kubwa sana. Tofauti iko wapi? Kuanzia mazingira, vyakula, lugha, tamaduni, mazoea, usafiri. Ni vitu vingi tu tofauti. Yaani kile ambacho ulikuwa unakijua nyumbani unakuja hapa wewe ni mgeni kabisa. Kwa hiyo kuanza kujifunza lugha. Uwe umejifunza lugha yenyewe uweze uwe mwenyewe lugha umeshajua waweza kuzungumza kwa sababu ya Kijerumani. Kwa sababu utajipata kwamba pengine unakwenda mahali ama sehemu na watu lugha wanayozungumza ni Kijerumani. Na Wajerumani wana tabia moja kwamba mtu unazungumza naye ukimuuliza unaongea Kiingereza anakuambia hapana. Lakini ukiwa umemwashiria Kiingereza na ukimwashiria kwa kweli Kijerumani ukijui unabambanya, afadhali azungumze na wewe kuhusu hicho Kijerumani cha kubambanya, lakini Kiingereza wawili atakwambia a little bit wenyewe wanasema, lakini kisha ndio hivyo. Kwa hiyo mambo ya usafiri kwamba ukilikosa basi ama treni muda ni huu, basi inabidi usubiri paka jingine litakapokuja. Sio ati tunasimama mahali popote unasema unaisimamisha gari kubebe. Kwa hiyo ni vitu tofauti ambapo nakutana navyo. Vyakula vya Kijerumani tofauti sana na nyumbani. Tunakula zembe hapa lakini ndio hivyo. Ukitoka likizo unabeba suitcase yako inajaa unga wa sima, unga ngano, viungo kutoka nyumbani. Kwa hiyo nadhani mazingira tu yanabadilika kwa muda, lakini kadri unavyoishi unaanza kuzoea, unajifunza vyakula vipya, lugha unaanza kuielewa. With time everything falls into place. Yeah. Baadhi ya watu wanalalamika kukutana na vitendo vya ubaguzi hasa wageni. Mimi binafsi sija experience hilo mgeni mimi, lakini kwa upande wako umekaa miaka takriban 4 sasa na zaidi na nusu. Umeshawahi kukutana na kitu chochote ukasema hiki mbona kama labda kinatokana na asili yangu au hapa mbona nimebaguliwa labda kwa sababu ya hivi?
Kwa sababu tunaona kwenye mitandao baadhi ya Waafrika wanalalamikia kupata vitendo vya ubaguzi kwenye mataifa ya Ulaya. Nafikiri inategemea na sehemu unayoishi Ulaya. Nafikiri pia inategemea na maeneo ambapo labda mahangaiko yako yanakuelekeza. Mimi napoishi sasa hivi nadhani ni mahali ambapo kuna watu wengi kutoka nje, watu wengi ambao wamesoma, wametoka, wamekwenda mataifa mengine. Kwa hiyo washazoea kutangamana na watu katika maeneo yale ambao wanakutana nao. Kwa hiyo sijawahi kupatana na ubaguzi wa aina yoyote. Muda fulani nikiwa mgeni mwanafunzi wa miezi 6, kuna sehemu fulani nilikuwa naishi, lakini pia siwezi sema kama ni ubaguzi kwa sababu kuna mama fulani nilikuwa nikipanda basi, tunakutana naye kila siku muda huo unaopandia basi asubuhi nikienda kazini. Naye ndio muda huo anapanda basi hilo. Kwa hiyo kila siku ni abiria tunapatana kwenye basi ama tunapanda wote tukiwa tunapanda basi. Lakini muda atakaponiona tu atateta huyu mama kuanzia pale alipopandia basi atateta akiniangalia, lakini kitu anachoteta si hata ananielekeza mimi, anazungumzia uchumi ni mgumu, watu wanaendelea kujaa, kwa nini basi lina watu wengi. Kwa hiyo lakini anakuangalia wewe akiteta ni kama, lakini sasa ni kama wewe unaleta uchumi mgumu. Baada ya muda nikaja kugundua kwamba kidogo kuna waya moja iko sawa, kuna changamoto. Kwa hiyo nikawa namuelewa, lakini kisha kuna kwa jinsi ambavyo umemzoea kwa kupiga kelele, kuna siku ambazo hayupo na shida yuko wapi huyu bibi. Na shiko na wasiwasi kwamba huyu bibi leo sijamuona. Amechelewa, basi ninamwacha. Unamisi kusemwa vibaya. Sio kusemwa vibaya, ndio maana nimetangulia kusema sio kusemwa vibaya. Nahisi kwamba pengine labda alikuwa na matatizo yake, kwa hiyo akipata huo muda, lakini sijawahi kupata ubaguzi. Watu wanasema kwamba pengine mtu wako jaribu kukudhuru, kukupiga ama vipi, lakini mpaka sasa nashukuru alhamdulillah sijawahi kupatana na matukio kama haya. Selina, okay, maisha unayonaje Ujerumani? Kama London wenyewe wanasema. Kule Mombasa tunasema kama London. Ama unasema hapa ni kazi tu nimeleta? Hapana. Naweza kusema kwamba namshukuru Mungu. Maisha yamekaa vizuri, nashukuru. Changamoto zipo kila mahali. Na kuongeza? Kula ukibakisha kingine tutabeba kwenye mkoba. Mambo mitneme ni hapo. So mitneme ni mambo ya kawaida, mbona hayo? Sawa. Container zipo nyingi tu. Jamani, tunaendelea tulipoishia. Kwa hiyo naweza kusema maisha Ujerumani kwangu mimi. Utaacha kusema anakula huyo mnganishia hapa. Kula bwana. Tunaendelea. Sawa. Off record. Okay, sawa. Nashukuru. Has been the best experience. So far so good. Nashukuru Mungu. Diaspora, Dr. Diaspora, Diaspora, African Diaspora. Najua wewe kama msichana ambaye una marafiki kutoka nyumbani ulikotoka, yamkini wengine wameshawahi kusafiri kwenda nchi tofauti na wengine bado kabisa. Kuna hili swala ambalo baadhi ya watu hususan vijana kwenye mataifa yetu wanapenda kutafutiwa partners. Akishasikia huko Ulaya ataomba umtafutie partner wa taifa hilo. Kuna ile statement mimi napenda kuuliza watu, wanakuambia nitafutie mzungu. Si wewe, tunafikiri kila mmoja anapewa. Umekutana na hilo swali, hilo ombi? Hilo ombi nakutana nalo sana, yani naweza sema kwa wiki hamna mara 4-5. Yani kwa wiki huwezi kosa, tangu nilipokuja Ujerumani mpaka sasa zaidi ya miaka 4. Kwa wiki mara 4-5 mtu anakuuliza vipi? Unapata? Tafutie mzungu basi. Ama mwingine anamwambia mimi na watu wapi wazungu? Watu wapi vipi, si huko. Umekuzunguka ofisini pale, umekuzunguka mtaani. Wafanya kazi pale wanapofanya wazungu watupo, wakasaje mzungu? Ama kama utaulizwa la nitafutie mzungu, mtu anakuuliza hujapata mzungu tu wewe. Nani amesema mimi natafuta mzungu? Sasa unawaambiaje? Hivi vile nilivyokuambia, nani amemwambia mimi natafuta mzungu? Sasa kama utafuti wewe, mimi nitafutie ile. Sasa na kama mimi mwenyewe sijui kuwatafuta, nitakusaidia vipi kutafuta mzungu? Niwe angalau najua hapo wanapotafutwa, na hata nikiwa nakutafutia namwambiaje kwa mfano? Yaani namuona halo ya Entschuldigung. Ich habe meine Schwester. Changamoto hapana. Mimi huwa nawaambia nafanya katika maeneo ambapo nafanya kazi katika eneo ambalo wengi tunatoka Afrika.
Kwa hiyo hata wazungu nakutana nao tu njiani, barabarani, kazini, pale kwenye corridor, lakini si ati ni watu ambao na tumia maana kutana nao kwa muda mwingi zaidi. Hata marafiki zangu pengine hao Wajerumani wenyewe ambao nakutana nao sio wengi vile, kwa sababu nahisi kama circle yangu ni ndogo sana. Mimi I think na tabia fulani, sijui niite ni nzuri ama ni mbaya, lakini circle yangu ya maisha inakuwa ni ndogo sana. Alafu ratiba yangu inakuwa ni ile ile. Kazini, nyumbani, kazini, natoka kidogo, nitakutana na watu wawili watatu, pengine labda kurusha roho, nikirudi nyumbani, kazini. Kwa hiyo ratiba yangu ni ile ile. Kwa hiyo hata hao wanaotaka ni watafutie wazungu, kwa kweli hata sijui nawasaidia vipi, kwa sababu maeneo nayokwenda mimi na shughuli zangu za kila siku, huo muda wa kuwatafutia wazungu sina, kwa kweli sina. Lakini ni swala linalowezekana kwani ama haliwezekani? Mimi kimtazamo wangu siwezi, sidhani kama linawezekana. Nijapokuwa kuna baadhi ya watu nafikiri wanajua namna gani ya kufanya hivyo, lakini kwa mimi hiyo page sijafika. Ukurasa huo bado ama pengine nilifika nikaupita bila kujua kwamba alikuwa ni huo. Hata tuwashauri tu watumie, kuna application mbalimbali. Nilitaka kuambia hivyo. Kwa sababu sio lazima kwamba Saumu akuletee. Uwe ama uwe utakuwa umekuja huko ndio uweze kumpata kutoka huko. Wangapi wanaopata wazungu wao mitandaoni huko, dating app tele zimejaa. Jisajili, tafuta mzungu, tia mkono gizani, haya ukiangukia wasawa haya. Lakini sijui kwa nini inakuwa na mzungu ni ufahari. Vijana wa kiume kwa hakika sijai kuona ufahari katika kuwa na mpenzi mzuri. Labda naamini kwenye mapenzi ya dhati wanayapata. Studio movies wanazozitazama mapenzi ya kweli. Utasikia una mapenzi ya kweli kama mzungu wewe. Haujawahi kusikia hizo? Ana tabia za kizungu huyu. Uzungu unahusishwa na mambo mengi sana. Ana hela huyo, atakuwa na date mzungu. Yaani uzungu unahusishwa na mambo haya. Sasa labda ndio sababu inayofanya vijana baadhi watamani. Nadharia tu kwa sababu wangapi wengine wanapenda tu kupata machotara watoto. Sasa hilo nalo neno, lakini wapo kule nyumbani wa China wanini wamekuja kutengeneza barabara nini, kama watafuta mtoto chotara si bado utapata tu. Lakini nafikiri ni maamuzi ya mtu. Lakini mimi sijawahi elewa. Nadhani mapenzi hayachagui rangi, kabila, eneo unalotokea. Huwa anajiuliza huyu ananiambia nimtafutie mzungu, kwa nini asiniambia huko ukipatana na Nigeria nitafutie Nigeria? Sasa utampata Afrika. Lakini sasa Afrika huko Tanzania pengine Nigeria huko kwa Nigeria. Hapa nakutana na Nigeria, wa Togo, wa Rwanda, wa Burundi, kwa nini usiniambie specifically wataka mzungu? Nga kigezo kinakuwa ni nini? Kwa sababu kama ni mapenzi ya dhati nafikiri yapo kila mahali, hata Afrika yapo mapenzi ya dhati. Eti jamani. Sio ukweli jamani. Yaani mapenzi ya dhati mnataka kusema kwamba Afrika hakuna Selina? Miss no comment. Ama wewe unapata ya dhati ni mzungu. No comment. Jamani. Sasa hapa naona kipindi kinabadilika. Unajua huyu ni mtangazaji. Kwa hiyo nisipokuwa makini hapa nitajikuta na ujio mwenyewe, lakini sio mbaya. Hongera kwako kuzuri. Asante sana, karibu nyumbani. Hivi Saumu, ile Ulaya ulikuwa unaifikiria wakati uko Mombasa, Kenya, ndio Ulaya hii ambayo unaiishi? Selina, kwa kweli na mtu ana Ulaya yake, amshua wewe Ulaya yako ilikuwa ni ipi na sasa hivi ushaingia Ujerumani? Yaani mimi ndio saa zingine nakaa najiangalia alafu nasema kwa kweli Mungu ni mkubwa sana. Selina, maisha yangu sikuwahi kuiwaza Ulaya. Haikuwa kwenye ratiba yangu kabisa ya maisha. Unamaanisha nini? Mazingira niliyokuwa nayo wakati nakuwa kulelewa nayo hayakuwa mazingira ambayo ningeweza kuwa na ndoto za Ulaya. Yaani kikubwa ambacho nilikuwa naota kama mtangazaji, tuanzie hapo, huko kwingine ni nyuma sana, lakini tuanzie hapo baada ya kwamba ushagundua kwamba hii ndio kazi nataka kuja kufanya. Naamua kuwa nataka kuwa mtangazaji. Kubwa mbali zaidi ambapo ndoto zangu alikuwa zaniambia ningetaka kuenda, ama dream job, dream situation, dream life, ilikuwa kitaifa zaidi kuliko kimataifa. Yaani mwandishi wa habari wa vyombo vya nyumbani kitaifa. Kwa sababu mahali nilipokuwa naanzia kufanyia kazi ni jijini kabisa, kijijini kabisa.
na mwalimu community radios. Alafu ukasongea at least hadi provincials, kidogo watu wanaanza kukusikia, ukaanza kufanya TV kidogo ambayo kidogo inafika county kadhaa za Kenya. Hiyo pata potea labda mtandao ni nini, lakini kidogo. Kwa hiyo kubwa malengo yangu nadhani pengine labda ningekuja kuota kufika Ulaya, lakini ilikuwa mimi ama maisha yangu kwa hadi sasa ninavyoishi na panga malengo yangu hatua kwa hatua. Kwa hiyo it has been quite a journey. Nimejifunza mambo mengi sana in between, na since then until now Ulaya nimeifikiria ama nimeijua baada imeniita. Nikajifunza tu sasa naanza kuangalia, by the way nimeambiwa kwamba nitaenda Ujerumani. Huku Ujerumani kukoje? Sasa ndio hapo na make Google your friend. Naenda mtaa huu inakuna kaje, Google your friend. Ukishuka airport to culture shock. Pow. Kwa sababu ndege hata naweza kusema ndege ilikuwa kimataifa. Ilikuwa mara yangu kama ya kwanza naweza sema kimataifa. Yaani kwanza ilikuwa natoka Mombasa mpaka Addis Ababa. Addis Ababa mimi nimeisoma tu shule. Tunashuka airport Addis Ababa na itazama. Huku ni wapi? Walimu wa math, huku ni wapi? Kwa hiyo baadhi ya vitu ambavyo nilazimika kujifunza haraka ni kuadapt to mazingira. Lakini kitu kilichonisumbua ilikuwa upweke. Upweke ulikuwa unanisumbua kwa muda kwa sababu huwezi kwenda tu kwa mtu yoyote kwanza. Pili, hata watu waliokutana nao walikuwa ni Waafrika. Lakini ni watu wapya, siwajui. Kwa hiyo na mambo yao kuzoeana na watu inachukua muda. Kwa hiyo lakini I think Ulaya najifunza kila siku, na mpaka sasa bado najifunza vitu vingi tu. Una kwenda mahali, you find new culture, new things, new people, una adapt, and that's it. Umezungumzia hapo airport. Umetoka Mombasa Addis Ababa ulishukia wapi? Frankfurt. Hebu nipe experience kidogo ya kubadilisha ndege kupanda, kwa sababu hapo watu wanaachwa, watu wanapotea, watu wanapata gagasuko pale, ukiangalia kila mtu yuko busy hapo anakimbizana. Nafikiri mimi ni mtu ambaye nazungumza sana ama naweza kujieleza. Kwa hiyo alafu anakuwa very observant nikienda mahali. Na wakati nataka kupanda ndege niliuliza kwanza, mzigo wangu ukibebwa hapa na uchukua wapi mwisho? Mwisho wapi na ubeba, kwa sababu ushaingia ile masanduku. Na nilijibeba nikitoka nyumbani, my friend. Nimekuja miezi 6 hapa, nilikuja na suitcase. Nimekuja kama 23 kg mara 2 na nimekuja miezi 6. Yaani nilijibeba, nilijaza vizuri. Kwa hiyo nikifika, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa shakuwa hapa Ujerumani wakanipatia experiences ya namna gani, hakikisha umeuliza mzigo wako unafika wapi. Walifanya research kidogo kwanza kabla ya kuanza safari yenyewe. Kwa hiyo wakati na check in airport pale Mombasa nikamuuliza mwenye ananigongia kwamba haya mzigo wangu unapata wapi? Akasema Addis Ababa utashuka, lakini mzigo utakwenda moja kwa moja utapokea ukiwa Frankfurt. Sawa. So utakaposhuka Addis Ababa una check out, una check in tena security sasa ya kufikia Addis, umeingia na utoke ndio uanze kuanza safari yako kuja huko. Kwa hiyo kushuka ni airport kubwa sana. Watu ni wengi. Addis Ababa watu ni wengi, alafu watu na mizigo, watu wengi. Unapata mtu ana masanduku 7. Familia, mtu mmoja, 2, masanduku makubwa. Yaani unajiuliza sasa hapa, alafu wengine wanaenda huko, wengine wanarudi huko, yaani ni paraganyiko. Lakini kwa sababu ulikuwa nishaambiwa hapa wewe unaenda hii gate. Kwa hiyo angalia tu imesema gate, kusoma najua kidogo. Kwa hiyo nikafuata tu maelekezo ya namna gani ambapo unakwenda, lakini nikafikia mahali sikuwa najua wapi tena kwa kwenda. Kulikuwa na watu wale wanaelekeza security and all that. Nikajaribu kumuuliza, anakuambia aongee Kiingereza kizuri, lakini anakuelezea go then go. Basi kisha tumeelewana. Nikaenda mpaka pale ambapo nastahili kubadilisha, nikagongewa, and that's it. Kwa hiyo kutoka Addis Ababa kuja Frankfurt, changamoto ilikuwa moja, mtandao. Sijui kama airport kuna wifi. Line yangu ya kutoka Kenya nimefika Ujerumani haifanyi kazi. Nimeshasema karibu Ujerumani. Mwenye ambaye anatufuata airport simjui, sijawahi kukutana naye in person. Kwa hiyo ni changamoto kwamba
how do I get to communicate to this person. Kwa hiyo uzuri nikaweza kwa simu yangu nikija niliweka salio la kutosha sana. Kwa hiyo wampigia tumefika imekata. And then akwambia next ndio uzuri aliniambia kuna wifi hapo, just connect to the wifi. Kwa hiyo nika connect wifi, tukazungumza, kaniambia mnakuja kuchukuliwa na dereva. So na dereva akawa ameshikilia bango lenye nimeandika majina yangu. Ilikuwa mimi na mwenye ambaye tulikuja na wakati mmoja kwa mafunzo. Tukabebwa na gari kutoka airport mpaka mji tunaoishi around 2 hours kwa gari. Kwa hiyo waja magorofa yale unayoyaona sio ati Mombasa hakuna ama naishi kijijini sana, lakini unaangalia infrastructure vile ilivyo na vile kule ulikotoka ni viwili tofauti. Discipline ya traffic lights, hicho ni kitu ambacho pia ilibidi nijifunze sana hapa Ujerumani. Kwamba watu hawavuki hadi taa iwe kijani ya watu kuvuka ndio watu wanavuka. Sisi Mombasa Nairobi kule tunavuka, tunapita vyote, yani atasubiri gari litasubiri mtu. Sio hapa tena unakuambia ukiwa utakiuka pengine sheria utachukuliwa sheria kali kama utabidi ulipe fine. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo nilijifunza vilikuwa vipya kwangu. Lakini nashukuru. It's good. Nashukuru. Mimi experience yangu ni ile tu, ilikuwa bado kujua anasema usafiri unaelekea siko unakokutazama. Kama unaenda hivi trend itatoka itakuwa hivi na itaelekea hivi, lakini wewe ndio itakupeleka huko unakoenda. Yani hiyo kitu imenimaliza nguvu, kwa sababu nilikuwa najikuta napotea. Yaani siku nilikuwa kwenye sherehe nikajikuta nimeambiwa, afu unakuta sasa ubaya namba ni zile zile. Panda treni namba fulani au basi namba fulani nikapanda. Sijui direction. Sasa nadhani hiyo kujua direction hii ndio nilikuwa bado nisijua. Kwa nikajikuta nimeingia namba, mbona basi ndio hili. Mbona kituo akitioni nikamwambia inabidi urudi inaenda hivyo. Lakini tunajifunza. Mimi nikiwa kabla nije mdosi wakati huo alini shauri nisome Kijerumani kwanza kabla ya kuingia Ujerumani. Kwa hiyo nilisoma basics Kijerumani ile wanaita A1. Kwa hiyo ilikuwa kidogo naweza kuzungumza, kuuliza njia, naenda huku naenda mahali huku ni wapi, ni treni ipi naweza kuchukua. Alafu kwingine walikuwa wameandika lakini wanaandika kwa Kijerumani. Kwa hiyo unaona kabisa wanasema Richtung, yani direction ya kwenda huko Richtung. Kwa hiyo ilinisaidia sana katika kujua namna gani na settle and all that, and ilikuwa sawa, kila kitu kilikwenda vizuri kabisa. So experience it was hectic, lakini tunajifunza, tunajifunza kwa sababu hata wageni wanapokuja kwa mataifa yetu kuna vitu hawajui, tunawafundisha na sisi. Ni kuhakikisha tu akili yako unaichangamsha. Yani inabidi uchangamke sana. Lazima ujifunze vitu uwe alafu uwe na uthubutu. Huogopi kumuuliza. Watu wanakuuliza. Wako busy of course, lakini ukisimamisha mtu anakujibu. Culture shock gani umekutana nazo? Ni tattoo za watu, yani tattoo of course Afrika naziona utamaduni, lakini huku kuna tattoo unaona hata ofisi, unajua kwa mfano ofisi za serikali. Kwa mimi nilikuwa naona ukichora tattoo ofisi za serikali kuna baadhi ya taasisi huwezi kuajiriwa hata kama una elimu. Hata na dread pia alikuwa haziruhusiwi. Yani kuna ajira huwezi kuchukuliwa kwa sababu ya hiyo, hata kama una vigezo vyote kwa upande wa taaluma na ufanisi wa ufanyaji kazi. Kwa hiyo fika unaona unaingia ofisi zile za serikali au ofisi baadhi ambazo unajua labda hizo kuna mtu tattoo amevaa zake tu pensi nini, anafanya kazi yake ana hereni, and I'm like okay, maisha yanaendelea, watu hawajaji muonekano. Hiyo ilikuwa moja, lakini kwangu kubwa zaidi ni utamaduni wa bia. Hapo Jerumani jinsi wanavyokunywa bia, ama wana ile wanaita moda wanaitwa Oktoberfest. Watu wanajulia baba. Alafu jinsi pia hii tamaduni inavyofanyika ama wakati wa hiyo Oktoberfest, serve hizi bia jinsi anazibeba, anaweza beba kama glass 7 hivi kwa mkono. Ni kitu na si ati ni glass ndogo kama hivi, glass inakaa kama hivi. Sasa amezibeba kama 7 hivi, and then I'm like okay. Na watu wanaweza kunywa kuanzia leo mpaka kesho yake
na bado watu wanaendelea. Huoni mtu akilala barabarani, huoni mpaka utalewa baadaye. Unajiuliza kwani pombe wanayokunywa wao ni ipi na ile watu kule kwetu wanaokunywa mpaka wapigane barabarani ni ipi? Sijaielewa mpaka kesho. Labda alielewa kwa sababu kule joto pombe ile kuchemka. Huku baridi inagandishwa inakuja kulewa kesho. Kweli sijaelewa mpaka sasa. Hicho ni kitu ambacho mpaka kesho huwa najaribu kutafakari na kuelewa, lakini mambo mengine nadhani kwa kuangalia movie imenisaidia sana. Kwa hiyo vitu ushaviona kawaida, lakini kitu ambacho nakipenda na huku unapata bibi na babu na bibi wazee kabisa. Watu wanaishi. Wazee. Lakini wakiwa wanatembea barabarani, wameshikana mikono. Wanatembea taratibu. Kwani babu zetu washikani? Seli. Sasa unaona ndio maana watu wanasema nitafutie mzungu. Kwa sababu wanataka hizo tukizeeka tushikwe mkono. Hiyo ndio tamaduni ambayo mimi nafikiri kama ningependa ati tuseme kuiga. Ama mimi ningeambiwa niige, ningependa kuiga hiyo kwamba unazeeka na mtu wako. I think it's really beautiful. It's really beautiful. Like unakutana na mtu ni mzee kabisa. Either bibi ndio mzee kuliko babu ama babu ni mzee kuliko bibi. Lakini one will check up after the other with care. Kama pengine wamepanda usafiri wa umma, unamuona mmoja huyu mwenye ambaye kidogo sio mzee sana msubiri mwenzake apande, akisha ameketi, wakiwa wanashuka hivyo na watembea, yani njia nzima wako wameshikana. Na imagine. It feels good. Yeah. It feels very good. I think tamaduni hiyo. Lakini nadhani pengine sio ati tu ni mapya, lakini pengine kwa Afrika unaweza kupata kwa familia moja kwa 100. Baba kule kama huko. Ni kufuatana. Yeah, lakini hicho ni kitu ambacho mimi upendo wa Afrika huko moyoni. Tunaona muone baba na mama akishashaka kwa kila watoto tuko wengi kwenye familia. Upendo huko moyoni na gizani. Nafikiri hapa wapenzi watu wanaonyesha publicly. Hata wanapata, lakini sasa utamaduni mwingine ambao kwetu nadhani Afrika ni jambo ambalo watu wangekuangalia vibaya. Vijana 17, 18, unajua huko mtu ana boyfriend miaka 16. Yeah. Sasa ama na girlfriend. Wao kwenye mabasi wanashikana mkono, wanakiss watoto, ndio like okay, wazazi wenu kwa tamani ngo kwa shangazi yao. Mimi nina wasiwasi Selina, nisikwambie kitu hapa. Mwanangu miaka 10 sasa hivi na hesabu hapa mitatu ijayo takuwa mainzi wanapita pita. Hello, Istamina da. Na mashaka. Tutafanyaje? Ndio hivyo, tutafanya vipi? Ndio yani nadhani cha msingi tu ni kuweka msingi bora kwa mtoto wako aweze kujua na atambue tamaduni zilizopo, namna gani anapaswa ku deal with that stuff kwa sababu utandawazi maisha yanabadilika. Sivyo vile yalivyo hata Afrika kule wenu bado wako ambao lakini tunajifichia kwenye mikorosho, mikanju, manyasini kule ukitumwa dukani wakatakona. Exactly. Wapita kwa kina Saidi. Wapita kwa kina Saidi. Kwa hiyo wao tu ni ile wana ile nafasi ya kwamba they do it publicly. Tofauti na sisi ukionekana na jirani yenu pale akakuona umesimama na Omari kona pale kichochoro kabla ufike nyumbani mama unashapata taarifa na jirani kwanza. Alafu ukifika mama taarifa anazo kwamba umeonekana huko. Kwa hiyo huko wao nadhani ni jambo la kawaida na hiyo pia ilikuwa a bit of culture shock. Culture shock nyingine ni umealikwa msosi. Hapo Ujerumani. Hualikwa na Mjerumani mwenyewe. Typical German. Kuna muda wakati niko mafunzo hiyo miezi 6, nilikuwa naishi familia wa Ujerumani. Kwa hiyo wakaniambia, "Saumu tarehe fulani tunakualika uje kwa barbecue." Mimi nakotoka nikisikia barbecue naona nyama. Umeelewa? Nikisikia barbecue sioni kitu kingine, naona mishikaki nyama kuku. Yaani mimi naona maankuli ya choma tu pale. Kaambiwa barbecue, nikajiandaa, nimetoka kazini, nimechanga njaa yangu yote, naenda kula leo barbecue. Finally I will eat something good. Sasa tukifika starter kwanza tuanzie hapo. Salad ilikuwa kuna samaki hao wadogo wanaitwa sardines. Wabichi. Samaki kibua. Wabichi Selina.
alafu na salad na tomato, unapewa bakuli kama hili. Wameweka hivi. Sasa namgeuza huyu samaki ni mbichi na mlaje kwa mfano. Mimi na hii kibichi cha samaki huwa kinanifanya nasikia kigegezi kitu kama hiki. Amewekwa hapo samaki, sasa ni mgeni, siwezi sema siwezi kula. Naona aibu kusema siwezi kula. Kwa hiyo nilikaza. Unachanganya hizo tomato na mboga wameza huo samaki bila kutafuna. Lakini mara zile ambazo nilihisi kama chakula kinataka kurudi, Mungu pekee ndio alinisaidia hiyo siku. Hiyo ilikuwa culture shock ya kwanza. Haya, tukamalizana na time ya salad. Sasa main dish ndio hizo barbecue. Nijiandaa mimi nasubiri samaki, nyama, kuku. Wakaanza kusafu. Ni paprika, pilipili boga. Yanakuja kama mshikaki hivi, pilipili boga. Alafu kimechomekiwa tomato kwa hapo. Nikafikiri labda madoido tu zile ni kurembesha sahani. Nyama ya kuja. Kumbe ndio ulikuwa mlo huo. Basi nyama haikufika. Kwa hiyo since then nikialikwa pati na Mjerumani, kwanza lazima nielewe kwamba amesha interact na Afrika. Kwa hiyo akisema baba kiukweli anamaanisha kwamba kuna nyama na samaki na nini. Ama sivyo, nikiwa nimpata mwaliko kama huu, nala kwangu nyumbani kwanza vizuri na shiba, alafu naenda kwenye party. Ama napika kwangu nyumbani, naweka na kwenda, nikirudi naja nakaa chini. Kama unaenda nacho pia unaonesha hivi ndio vitu tunataka. Pia kuna uwezekano baada ya kualikwa hiyo ya kwanza, mara nyingine nilipoalikwa niliwapikia ubwabwa na maharage, nikapeleka, walipenda sana sana. Lakini for me since then, hadi nikija nikiwapigia story kwa wao, sasa tushazoeana, nikiwaambia ile siku mkiniambia baba kiumili kwa anategemea hivi, ndio akaniambia basi next time ukialikwa na Mjerumani kindly confirm kwanza pengine ni vegetarian, sijui. Sasa mimi vegetarian nilikuwa naisoma kwenye vitabu, sikuwahi kufikiria katika mazingira yanayolelewa kuna mtu apendi nyama. Hizi ni msongo tu bwana, usikutatize. Nyama inaliwa. Nyama nakula sana tena sana. Yaani mimi I don't know, nahisi kama napenda kitoweo. Napenda Selina, mimi kitoweo napenda sana. Labda tunamaliza hapa. Saumu ni mwana diaspora, najua na mnakutana na jamii wa Kenya lakini pia labda hata wa Afrika wengine. Kitu gani kinakufurahisha kwenye jumuiya za diaspora? Mimi nazo kwenda kwa sababu sio nyingi sana, nazo kwenda, nimekwambia life yangu, cycle yangu ni ndogo sana. Kwa hiyo pengine naweza alikwa kama kadhaa, lakini nitapata pengine nimekwenda 2 ama mara moja. Kwa hiyo wakati watu wanakutana na wewe ni ile hawajakuona kitambo sana, so it would only be good vibes. Na nikiona kumeanza kero nachomoka. Kero zinatokana na nini sasa? Sasa zingine unapata tu, nadhani ni sisi tuna tabia, huyu anataka kumsema huyu anataka kujifananisha na huyu anahisi kwamba huyu anaringa kwa sababu pengine ana mzungu, ama huyu kwa sababu yeye ana hivi. Nadhani vitu vidogo tu vingine havina msingi. Ama pia katika hizi sherehe zetu ambazo tunazo, huwa pombe imetembea sana. Kwa hiyo si kila mmoja kichwa chake kinaiweza vizuri hii pombe. Kwa hiyo nafikia wakati labda watu wanaanza mazungumzo kama mtaani tu, kama mzaha, lakini kisha afikia mahali mtu anavuka mipaka. Alafu ukionyesha kwamba hapana, mimi hiki kinanikera, mtu anawajifanya kwa sababu kwa hiyo nikishaanza kuona mimi inakaa hivyo, hata wasisubiri vile nitakapochomoka, hata watu watajua. Sawa bwana, mimi nimeshiba, nashukuru. Asante sana. Chakula kilikuwa kizuri, kila na mwenzako. The more the merrier wanasema. Kwa hiyo kuwa na mgeni kama hivi kinafurahisha zaidi, kinabariki. Asante sana. Yes, kwa ambaye unajiunga nasi jamani, hii ni Talk to Diaspora, Experience of Life Abroad shared here, ambapo wageni mbalimbali wanakuja kutupa experience zao binafsi za maisha ughaibuni. Leo nimekuja kwa mwanadada Saumu Njama, ambaye yeye ni mwanadiaspora kwa sasa, makazi yake yako hapa nchini Ujerumani akitokea huko Kenya. Ametupitisha tayari kwenye safari ya maisha yake, ikiwa ni kwa namna gani amejikuta akiwa hapa nchini Ujerumani, lakini yeye ni mama, ametupa safari ya malezi, na hapa tumetoka kumsikia akitupitisha kwenye experience yake binafsi ya kuishi nchini Ujerumani. Mengi tumezungumza, na sasa tumeshapata msosi, tutoe vyombo wakati tunaelekea ukingoni kwa stories.
unamshauri nini yule ambaye anatamani kuja kuishi nchini Ujerumani ama kashaingia lakini bado mgeni? Kitu kimoja na feel pia, do what makes you happy. Follow your instincts. Alafu kitu kingine muhimu zaidi, usisahau kumuomba Mungu, kwa sababu hii ni nchi ya wenyewe, mambo ni mengi, muda ndio mchache. Kwa hiyo vitu vingine watu lazima wajifunze ku avoid trouble as much as possible, kwa sababu ni nchi ya wenyewe, ina sheria za watu. Jaribu kuzingatia mambo gani yanaruhusiwa, gani hayaruhusiwi, nini unaweza kufanya, nini haupaswi kukifanya. Basi stay out of trouble and everything, I think itakuwa sawa and everything works on very well. Huo ndio ushauri ambao naweza mpatia mtu yote kutoka ama ambaye yuko hapa, kama ni mgeni ama ndo anataka kuja. Lakini yote 9-10, Mungu mbele Selina. Mungu. You cannot do without God. Hiyo ndio njia pekee ambayo ufaulu unakuwa na rahisi, na hata pengine ukiwa unapitia wakati mgumu, ukisik solace kwake yeye, then everything falls into place. Nini wito wako kwa serikali? Nafikiri it's important watu kupata mafunzo ambayo yatawawezesha kupata nafasi nzuri za ajira. Serikali iwekeze zaidi katika masuala muhimu ambayo yatatengeneza mazingira bora ya vijana katika kufanya kazi, kupata ajira, namna gani ya wao kujitafutia riziki. Sio lazima kwamba kila mmoja aende Ulaya ama atoke nje ya nchi ili aweze kufanikiwa, lakini iwapo situations kama hizi zitatokezea, crossing wanahitaji opportunities, kwamba watu wanapaswa labda wa apply kwa sehemu kama hizi, watu wapewe mafunzo, kwa sababu nimeona vijana wengi wanatapeliwa kwa ajili ya kukosa mafunzo ya kutosha namna gani mtu pengine unaweza ku-apply labda kwa visa, ama ukiona kwamba kuna kazi fulani mahali zinatangazwa, je, namna gani ya kufuatilia. Kwa hiyo naweza kusema elimu tuboreshe namna gani ama serikali namna gani inapeana elimu kwa vijana. Kingine kuhakikisha kwamba watoto wetu ama vijana wenzangu ama watu ambao sasa hivi wapo katika viwango ambavyo labda kielimu wameshasoma, wanaweza kuwekeza namna ambayo wanaweza kujaribu kujitafutia riziki. Serikali jaribu kuwatafutia mbinu gani ima biashara, kuwekeza, kuwafunza namna gani ya kujisimamia kibiashara. Nafikiri itakuwa ni wakati mwafaka sasa hivi kwa serikali kumpatia nafasi kijana na kuzingatia namna gani wanaweza kuwasaidia katika kufikia malengo yao. Basi nafikiri tutafanikiwa kama mataifa ya Afrika. Na Kenya wenzako mnaoishi hapa Ujerumani, una ujumbe gani wa kuwapa kwa kumalizia? Tupendane, tuache chokochoko. Tuache vimaneno vidogo. Watu waache chokochoko. Wivu, majivuno, kujigamba hayatusaidii. Yeah. Being humble si ushamba. Yeah, being humble is okay. It's fine to be humble. Okay. Yeah, watu wajitahidi kwamba mtu wa feel safe ukikutana na mwenzako Afrika Mashariki kwa mfano. You feel safe, you don't feel intimidated. Usihisi kwamba huyu ni competition ama nini. Tupendaneni tu kwa roho safi. Yeah, ukiwa unajua namna ambayo pengine labda huyu mwenzako yupo nyuma kwa kiasi fulani, muelekeze. Wewe labda una experience zaidi, lakini muelekeze kwa namna ambayo usimfanye akahisi kama ni mdogo, kwa sababu nahisi kwamba hapa kuna hiyo changamoto. Kuna wale ambao walikaa hapa wenyewe wanajiita ancestors, kwamba mtu ameishi muda mrefu anasema mimi ni ancestor hapa, mwingine anakuambia mimi ni dinosaur hapa, kwa sababu amekaa muda mrefu sana. Kwa hiyo hata kama wewe ni ancestor, ikiwa unataka kunielekeza kwa kitu, mimi ni mgeni, usinirekebishe kama unanifokea kama mtoto wako. Nahisi mimi ni mtu mzima na naelewa. Nizungumzishe tu kama tunaelewana. Mtu mzima mwenzako. Si ati sasa utake kunionyesha kwamba unanibadiliki, mimi nikae mtu kadogo. Yani wewe unkuja juzi tu utaniambia nini? Ya wewe unkuja juzi tu ujui haya maisha hiyo wakati huo. It's okay, you have experience. Lakini hakuna mtu ambaye anajua kila kitu. Ya ama pengine wakati wewe ulipokuja mambo yalikuwa magumu na tofauti kuliko hivi sasa. Kuna mengine labda mimi ni mgeni na najua kuliko wewe ambao umekaa hapa miaka yako 20. Kwa hiyo ikiwa tunaelekezana, tuelekezane kwa nidhamu, heshima
kuzingatia kwamba hakuna mtoto wa mtu. Hata kama pengine unaweza kunizaa, lakini hata mimi sasa hivi ni mtu mzima mwenye akili timamu. Nikiwa nakosea niite, nikalishe chini, niambie Saumu kweli kadha, lakini mimi ningedhani ufanyie kwa namna hii. Na pengine opinion yako inaweza isilingane na mimi. Nipatie the benefit of doubt ya kueleza kwa nini mimi. Sio ati wewe ukisema jambo lako basi iwe ni sheria, na nisipokusikiliza mimi na wewe ni wagomvi. Ugomvi ununuliwi. Mimi ukitaka tuwe marafiki tutakuwa marafiki. Ukitaka tuwe ni watu wanasema bekante, yani tunajuana tu, tutakuwa bekante. Ukitaka tukionana tunapishana kama magari bovu, is okay. No. Vile unavokuja usizibali, vile unavokuja ndo ninavokupokea. Kama usizibali. Kwa hiyo I think heshima tu, watu wapendane. So tunasema cha msingi yani upendo, tupendane, tuheshimiane. Basi hiyo tu tutaishi kwa amani. Basi. Haya, mimi sitii neno jamani, na hivyo ndivyo ambavyo amemaliza mgeni wangu wa leo ndani ya Talk to Diaspora. Anaitwa Saumu Njama, Sport Lady. Yeah. Anaitwa hivyo, anafahamika hivyo, na kama wewe ni shabiki na mdau wake najua pia unamfahamu hivyo. Ametukaribisha hapa nyumbani kwake nchini Ujerumani, ambapo tumekuja kupiga na story 2-3 kuhusiana na experience ya maisha yake nchini Ujerumani. Hatuwezi zungumza yote of course, na imani una maswali baadhi ungetamani kusikia, yamkini nimeuliza ama mengine sijauliza. Kama lipo ambalo unahisi unahitaji ufafanuzi, andika. Litafika kwake, kama lipo ndani ya uwezo wake hata kujibu, na kama lipo nje ya uwezo wake basi litabaki hivyo. Lakini naamini hakuna ambalo litamshinda kujibu, sawa eh? Asante sana kwa sababu umetazama na umesubscribe. Mimi naitwa Selina na kwa niaba ya mgeni wangu Saumu Njama, anatuachaje? Hebu tutangazie kidogo mpira basi. Bundesliga shum. Anatuagaje kwa kweli? Sasa kidogo tu yani chukua mashabiki pale, chukua kama goli limekoswa ndio. Sasa Selina, nafikiri ungetafuta kipande cha nikiwa natangaza mpira ukaongeza hapo kidogo, kwa sababu mchezaji nampenda jamaa, sijui bado yuko, anaitwa ni Mats Hummels, na kusikia Mats Hummels. Hebu tamka kama neno lake. Unampendia nini? Basi tu. Yeah? Sasa basi acheze na wewe. Hebu tangaza pale. Ngoma inaikuwa katikati mwa uwanja pale, anaiangalia kiwapi Selina Mdemu, ika kwenye kidari pale, analeta moja cross, anamtilia Mats Hummels. Anamtoka kwanza, ingia katika eneo la adabu, ingia katika eneo la kisanduku hatari, go. Kosa toka nje. Haya, na iko katikati mwa uwanja msikilizaji, ngoma inaanza upya. Tiwe pale katikati mwa uwanja, leta cross upande wa kulia. Na kokota kwanza, amtilia pale Selina Mdemu, Selina. Amtoka kwanza, amtoka wa pili, anaileta cross kule, tuliza kwa kidari pale Mats Hummels. Anaangalia nje wapi, leta mkuki, achia shuti lile. Jamani, majirani zangu watanifukuza hapa, muda wa ruhu umefika. Kijerumani kifika saa 3 tunaacha kupiga kelele. Thank you so much jamani. Nilikwambia nilikwambia huyu ndo Sport Lady. Umeona vitu viko hapa, yani anajua mpira ukitoka unaenda nini, mambo haya nitaweza wapi. Thank you so much Saumu. Asante sana. It's nice having you. Mwende mkiuya. Karibu sana nyumbani. Na hivyo ndivyo ambavyo tumehitimisha Talk to Diaspora. Kwa niaba ya mgeni wangu Saumu Njama nasema thank you so much kwa wewe uliyetazama. Till next time, same YouTube channel. Mimi ni Selina. Bye bye. Diaspora, talk to diaspora. Diaspora, African diaspora. My people from Africa, kutoka pande zinginezo za dunia. Let us talk about your lives, uhalisia wake tunataka kujua.